بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. Ndugu zangu Waislamu, awali ya yote tunamhimidi Allah subhanahu wa ta'ala alladhi jama'na fi hadha al-yawm al-mubarak wa fi hadha al-masjid al-mubarak li'ada'i fariidah min faraidhihi subhanahu wa ta'ala. Allah ambaye ametukusanya sote katika siku hii iliyobarikiwa, yaumul jumu'ah, Eid usbu'i inda almuslimin, lakini akatukusanya katika nyumba hii Allah subhanahu wa ta'ala almasjid kwa lengo la kutekeleza faradhi miongoni mwa faradhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Hili na mengine mengi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametuwaffik katika khairat, yana lazim kwetu kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumhimidi yeye tu kwa kauli zetu na matendo yetu, kadhalika na takrirati zetu, kukiri kwa mioyo yetu kwa yote haya ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametupa katika khairat.
Ayuha nnas, hafidhakumullah, katika siku ya leo juu ya mimbari hii nitazungumza nanyi ndugu zangu waislamu jambo la muhimu sana katika mustakbali wa kukua na kushamiri na kuenea Uislamu. Jambo hili nimelitia chini ya unwani isemayo i'lamu al-jahidi wal-mu'tarifi bikathrati mahasini ad-din al-islami, kumfahamisha aliyempinzani na mwenye kukiri, kumfahamisha mwenye kukiri na mpinzani kuhusiana na wingi wa mazuri ya dini ya Kiislamu. Ndugu zangu, kama ambavyo itadhihiri insha Allah taala katika khutab hizi, umuhimu wa maudhui hii kwetu sisi waislamu hasatan, lakini kwa wale ambao wanautazama Uislamu kwa jicho la uadui, ambao wako nje ya Uislamu, mada hii ni muhimu sana kwao vile vile. Na maudhui hii ni pana, inahitaji maelezo ya kina na mazungumzo ya kituo na ufafanuzi wa kutosha ili ifahamike vilivyo kwa waislamu na wasiokuwa waislamu. Na insha Allah taala tunamuomba Allah atupe tawfik na azinyooshe ndimi zetu katika kuyafikisha haya kwa kusimamia misingi ya alkitab was-sunnah ala fahmi salafi al-umma. Mada hii itakuwa ni ya mfululizo, tutahitaji tupate khutba 3 mpaka 4 biidhnillahi alkarim. Na kwa kuanzia kulizungumza hili nitautaja mwelekeo wa namna ya kuwasilisha mada hii kwenu. Insha Allah taala سيتم الكلام عن هذا الموضوع تحت 3 نقط. mazungumzo yetu juu ya mada hii yatatimia chini ya nukta 3 kuu. النقطة الأولى بارك الله فيكم، النقطة الأولى، نقطة ya kwanza ya msingi, tutazungumzia al-asbabu التي دفعنا عن التحدث بهذا الموضوع، sababu ambazo zimetusukuma sisi na kutushawishi kulizungumza hili la kuyataja mazuri yaliyo mengi ambayo yameletwa na Uislamu. هذه نقطة. والنقطة الثانية ni المقدمة بين يدي هذا الموضوع، ni utangulizi muhimu mbele ya maudhui hii. Kabla ya kufikia kiini cha maudhui, tunahitaji tuweke maandalizi, tuujenge msingi kama tawti'ah, andao hili na kutufanya tufahamu haya ambayo tunakusudia kuyasema. والنقطة الثالثة والأخيرة ذكر عددا من محاسن الدين الإسلامي على سبيل الإيجاز. tutakuja sasa kutaja idadi kadhaa ya mema au mazuri ambayo Uislamu umekuja nayo kwa ufupi na ufafanuzi wa kiasi. Huu ndio mtiririko ambao tutakwenda nao katika kuwasilisha mada hii. I'lamu al-jahidi wal-mu'tarif bikathrati mahasini ad-din al-islami.
tuanze na nukta ya kwanza. An-nuqtatu al-ula, ma hiya al-asbab allati dafa'na ila al-kalam an hadha al-mawdu'? Kuna sababu gani za msingi ambazo zimetusukuma sisi kuyazungumza haya kwa Waislamu? Ayuha an-nas, barakallahu fikum, al-asbab kathira, sababu ni nyingi, na ukitazama zote ni za msingi, lakini nitanukuu chache tu kama mfano na kama ishara katika hizo nyingine ambazo sitazitaja hapa katika asbabu. Sababu ya kwanza ya kuizungumza mada hii, ya kuyachambua mema na mazuri ambayo dini yetu ya Uislamu imekuja nayo, ni tambihul muslimin wa hathuhum ala at-tamassuki bidinihim wal-i'tizaz bihi wa munasarati. Sababu ya kwanza ni kuwazindua Waislamu ambao wengi wao wamelala usingizi mzito, wanakoroma, hawajitambui. Kuwazindua Waislamu na kuwahamasisha juu ya kushikamana na dini yao ya Kiislamu, washikamane nayo, bali wapate utukufu kwa Uislamu, wajione kwamba ni wenye nguvu, wenye kustahiki ushindi. Kadhalika wasimame kuunusuru na kuuhami Uislamu ambao unapigwa vita kila uchao kwa aina mbalimbali za vita na maadui wa Kiislamu, wa nje na wa ndani, wenye kujijua na wasiojijua. Kwa hivyo sababu ya kwanza ni hamasisho kwa Waislamu wajitambue juu ya Uislamu wao. Ayuha nas, al-Islam neema. Ndugu zangu Waislamu, Uislamu ni neema kubwa ambayo yatakiwa sisi tuikumbuke kila uchao, na tumkumbuke Allah subhanahu wa ta'ala aliyotupa neema hii, na tumuombe atuzidishie hidayah ndani ya Uislamu huu, atupe thabati juu ya dini hii, atupe mwisho mwema, tusife hali ya kuwa tumekufa tukiwa ni Waislamu. Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala rawa fi sahihi min hadithi Abdullah ibn Amr radiyallahu ta'ala anhuma qala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam laqad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima atah. Al-Imam Muslim ameitaja riwaya ndani ya sahihi yake kupitia hadithi ya sahaba mtukufu Abdullah ibn Amr radiyallahu ta'ala anhuma. Tume alayhi salatu wasalam wasema laqad aflaha man aslam, kwa hakika hasa amefaulu yule aliyekuwa Muislamu, wa ruziqa kafafan, na akapewa kile cha kuziba shida yake. Al-kafaf huwa ma yadfa'u bihi al-insanu daruratahu wa hajatahu. Al-kafaf ni kitu ambacho mwanadamu huziba kwa kitu hicho shida yake na dharura yake. Kwa hivyo akapewa kafaf, bal waqanna'ahu Allah bima atah, bali Allah subhanahu wa ta'ala akamkinaisha kwa kile ambacho kampa. Mambo haya matatu yametajwa kwamba atakayokuwa nayo kafaulu. La mwanzo kabisa ni Uislamu. Al-Islamu barakallahu fikum falah, Uislamu ni kufaulu, Uislamu ni kufanikiwa. Aliyopata Uislamu akauandama kisawa sawa amefaulu. Aliyeukosa Uislamu apate yote katika mambo ambayo yana thamani na nafasi katika ulimwengu, apate yote, lakini akaukosa Uislamu, hadha khasir, hadha khasir. Huyo amekula khasara kubwa mno. Na ndiyo maana hatuoni kigegezi wala hatupati wivu wala roho hazituumi tukiwatazama makafiri na wale waliokuwa nayo, namna walivyofunguliwa dunia. Wana maendeleo makubwa, wana utajiri mkubwa, wana mambo ya kutisha katika mambo ya kilimwengu, lakini maadhalik wameikosa dini. Sisi hatuoni kwamba wana kitu, tutawahurumia, pamoja kama wao wenyewe wajifaragua, wajiona kwamba wanacho, kumbe hawana. Masakin, fuqara.
Kwa nini? Kwa sababu alfalahu, kufaulu hasa ni kwa kuupata Uislamu. Bali nyinyi mwayafahamu maneno adhim mazito aliyowahi kuyazungumza khalifatul muslimin wa amirul mu'minin Abu Hafs Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu. روى الإمام عبد الله ابن المبارك المروزي في كتابه الزهد عن طريق طارق بن شهاب رحمه الله تعالى عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. الإمام عبد الله بن المبارك katika maimamu wakongwe wa ahli sunna wal jamaa, katika wanawachuoni waliofariki mwishoni mwa karne ya pili. Ana kitabu chake kizuri kinaitwa Az-Zuhd war-Raqa'iq, anaelezea masala ya tahdhibu an-nufus wa tarbiyatu al-akhlaq. Ametaja na kitabu hiki riwaya kupitia njia ya Tariq ibn Shihab rahimahullahu ta'ala mpaka kufikia Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Pindi alipoingia Umar katika mji wa Sham baada ya fathi walioifanya waislamu wakiwa chini ya amiri wao Abu Ubaidah ibn Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu, Umar alizungumza hivi: nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam fa idha ibtaghayna al-'izzata bighayrihi adhallana Allah. Alipoangalia neema na hali ya ushindi, ukombozi walioupata waislamu baada ya walikuwa ni madhalili, wenye kubezwa, wenye kudharauliwa, akawaambia ndugu zake, nahnu qaumun, sisi ni watu ambao a'azzana Allah bil Islam, ametupa izza Allah subhanahu wa ta'ala kwa Uislamu. Fa idha ibtaghayna al-izzata bighayrihi, tutakapotafuta utukufu kwa usiokuwa Uislamu, tukabuni njia zingine, tukaona zafaa kutunyanyua, kutufikisha katika malengo yetu, ukiacha Uislamu, adhallana Allah, Allah atudhalilisha. Maneno haya ninayozungumza kutilia mkazo nukta ya kwanza ambayo ni sababu ya kuizungumza mada hii. Tunawapa tambihi, tunawahamasisha waislamu wenzetu, kabla ya hapo nafsi zetu, juu ya kuushika vilivyo Uislamu wetu na kujifaharisha nao na kuutetea na kuuhami. Dinuna ra'su malina, dini yetu wallah ndiyo rasilimali kwetu. Hatuna cha kutaraji kwa Allah subhanahu wa ta'ala zaidi ya dini yetu. Sababu al-akhar, sababu nyingine ya msingi iliyotupelekea kuyazungumza haya ni da'watu ghairi almuslimin ila al-i'tinaq bil-islam حينما يعرفون حقيقة هذا الدين وحسن شرائعه. Umuhimu uliotuvutia kuyazungumza haya ni kuwalingania wengine wasiokuwa Waislamu, da'watu ghairi almuslimin, kuwalingania waliokuwa nje ya Uislamu katika umma za kikafiri kuja kuingia Uislamu, waje waingie katika dini ya Kiislamu. Na hili litapelekea au litawezeshwa kwa sisi kutaja uhakika wa dini ya Kiislamu, tutaje uhalisia na uhakika wa dini yetu na uzuri wa sheria zake. Kwa kufanya hivi, tunaweza kuwashawishi na kuwavutia waliokuwa nje ya Uislamu katika manasara na mayahudi, washirikina, wa majusi na wote ambao hawajapata neema ya Uislamu, wakiyasikia mazuri ya Uislamu yakizungumzwa kwa misingi yake, kwa ukweli wake na kwa viwango vyake, inaweza ikawa ni kivutio kizuri sana cha watu hao kuupenda Uislamu na hatimaye wakasilimu. Na maneno haya sikuyasema mimi peke yangu, nimetanguliwa na ulama ambao wamewahi kuizungumzia mada hii, mahasinuddin alislami, bali baadhi yao wakaandika baadhi ya rasail, baadhi ya vitabu, wakionyesha umuhimu wa mada hii kwa Waislamu na wasiokuwa Waislamu katika kuongeza idadi ya wale ambao wanaingia katika Uislamu.
Nitasoma kauli mbili kwa haraka haraka. Kauli ya kwanza ambayo napenda kuisoma hapa ni kauli ya Imam Abdurrahman ibn Nasir ibn Abdullah ibn Nasir As-Sa'di Abu Abdullah alayhi rahmatullah. Ana kitabu chake risala ndogo nzuri sana, ahlul ilmi wameisifia, na fadilatu Sheikh Abdul Razzaq Al-Badri hafidhahu Allah ta'ala kaifundisha risala hii kwa uchambuzi wa hali ya juu, na darasa zake hizi zinapatikana kwenye vitabu, zimefanywa tafrigh na kwenye baadhi ya sauti zipo, na amekisifia sana kitabu hiki. Kinaitwa Ad-Durratul Mukhtasara fi Mahasin ad-Din al-Islami. Sasa katika mambo ambayo ameyazungumza katika mukaddima wa kitabu hichi al-Imam Sa'di rahmatullahi ta'ala alayhi, akionyesha umuhimu wa mada hii kuelezwa kwa watu na namna ilivyokuwa na mchango mkubwa wa kuwafanya wasiokuwa waislamu kuupenda Uislamu, akasema rahimahullahu ta'ala, inna min akbari ad-da'wati ila din al-islam sharha mahtawa alayhi min al-mahasin allati yaqbaluha wa yataqabbaluha kullu sahibi aqlin wa fitratin salimatin falau tasadda lid-da'wati إلى هذا الدين رجال يشرحون حقائقه ويبينون للخلق مصالحه لكان ذلك كافيا كفاية تامة في جذب الخلق إليه لما يرون من موافقته للمصالح الدينية والدنيوية ولصلاح الظاهر والباطن إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. يا له من كلام، maneno yenye ladha na viwango kwa kuweko juu ya msingi wa haki. Anasema rahimahullahu ta'ala, inna min akbari da'wati ila dini al-islam, hakika miongoni mwa da'wa iliyokuwa kubwa zaidi ya kuwalingania watu kuja katika dini ya Kiislamu ni kusherehesha yale ambayo Uislamu umeyabeba ndani yake katika mambo mazuri, allati, mazuri ambayo yakbaluha, anayakubali mazuri hayo, wayatakabbaluha, na anayapokea mazuri hayo, kullu sahibi aqlin, kila mwenye akili, wa fitratin salimatin, na kila mwenye umbile lililosalimika. Kisha akasema rahimahullahu ta'ala, falau tasadda lid-da'wa ila hadha ad-din, lau wakijitokeza kwa ajili ya kulingania kwenye dini hii, rijalu, watu ambao yashrahuna haqa'iqahu, wanasherehesha kwa watu, wanafafanua kwa watu uhalisia wa hii dini, wayubayinuna lilkhalqi masalihahu, na ikawa wanawabainishia viumbe maslahi na mazuri ya Uislamu, lakana dhalika kafiyan, lingekuwa hilo lenye kutosheleza, kifayatan tamatan, utoshelezaji uliotimia, fi jadhbil khalqi, katika kuwavuta viumbe ilaihi, kwenye hiyo dini, lima yarauna min muwafaqatihi, kwa yale ambao wanayaona watu katika kuwafiki kwake hiyo dini, lilmasalih ad-diniyya wad-dunyawiyya, kuyafiki maslahi ya kidini na ya kidunia, wa lisalahi adh-dhahir wal-batin, na kadhalika dini hii inawafiki kutengeneza dhahiri ya watu na batini yao, yani inawatengeneza watu nyoyo zao na muonekano wao. Haya ni maneno makubwa ya al-Imam Sa'di rahmatullahi ta'ala alayhi, akionyesha kwamba kuzungumza mada hii ni kivutio kwa wasiokuwa Waislamu kuja katika Uislamu, kwa kuwa Uislamu kama tutavyoona hapo mbele umeharibiwa, umechafuliwa kwa makusudi, na hii ni katika sababu ambazo mtazitaja zimepelekea kuzungumza mada hii. Lakini nimalizie kwa kauli nyingine ya al-Imam Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahmatullahi ta'ala alayhi. Shekhe huyu amewahi kuzungumza maneno mazito kuhusiana na maudhui hii katika al-Mu'tamar al-awwal lid-da'wa wad-du'a fi al-Madina an-Nabawiyya, katika mkutano wa kwanza mkubwa kabisa uliwahi kufanyika katika asili yetu, mkutano ambao uliwakusanya walinganizi kwa lengo la kuitathmini da'wa ya Kiislamu katika mji wa Madina. Mkutano huu ulifanyika asr yaumu sabt, kwa mujibu wa kumbukumbu za kihistoria ulifanyika alasiri
ya siku ya Jumamosi الرابع والعشرين tarehe 24 min shahri Safar, mwezi wa Safar mwaka 1397 Hijria. Leo ni 1440, ni takriban miaka 43 iliyopita. Kikao hichi kikubwa kilifanyika wakati ule mufti al-aam lilmamlaka al-arabia saudia akiwa ni Sheikh Ibn Baz, na akiwa ni rais al-aam liidarat al-buhuth al-ilmiyya wal-iftaa wad-da'wah wal-irshad. Alisimama kutoa kalima ambayo wallah inaandikwa kwa wino wa dhahabu toka miaka hiyo, miaka 43 iliyopita. Maneno aliyozungumza rahimahullahu ta'ala utadhani anaishi na sisi leo, namna alivyoizungumza da'wa na uhalisia wake na watu wanavyoichukulia. Katika maneno yake mengi kuna machache aliyosema yanawafikiana na muradi wangu. Alisema rahimahullahu ta'ala, wal muslimuna al-yawm bal al-alam kulluhu fi ashadd al-hajati ila bayan dinillahi wa idhhari mahasinihi wa bayan haqiqatihi. Wallahi law arafahu an-nas al-yawm ولو عرفه العالم على حقيقته لدخلوا فيه أفواجا إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. العلامة عبد العزيز ابن عبد الله بن باز أنا سيما المسلمون اليوم وإسلام اليوم وقت هو 143 iliyopita, بل العالم كله bali ulimwengu wote fi ashaddi alhaja, upo katika haja kubwa kabisa ila bayani dinillah, haja ya kuibainisha dini ya Allah wa idhhari mahasinihi, na kuyadhihirisha yale mazuri ya dini hii, wa bayani haqiqatihi, na kubainisha uhalisia wake, uhakika wake. Kisha akasema aliyakuwa ni mwenye kuwapa, wallahi law arafahu an-nas, na hapa kwa Allah, lau angelijua hii dini watu leo, walau arafahu al-alam, lau ulimwengu ungelijua Uislamu hasa kwa uhakika wake, ala haqiqatihi, asema la dakhalu fihi afwaja, wangeliingia ndani ya Uislamu huo makundi kwa makundi. Annasu a'da lima jahilu, watu siku zote ni maadui wa kile ambacho hakijui. Pana watu wengi hawajui uhalisia wa Uislamu na Uislamu wao. Hii ni sababu ya pili ya kuzungumza mada hii kwa mfululizo. Tunataka kuwalingania wasiokuwa Waislamu waujue ukweli wa Uislamu. Sababu ya tatu kwa leo na ya mwisho ya kuzungumza hili ni ar-radd ala a'da'i al-islam min al-kuffar wal-munafiqin wal-almaniyin wal-mustashriqin alladhina yas'auna sa'yan hadithan fi tashwih hadha ad-din wa idhharihi fi an-nas bi suratin sayyi'ah wa murhiba. Sababu nyingine muhimu ni kufanya rad. Tunatoa majibu, tunaubatilisha upotoshaji ambao unafanywa na maadui wa Uislamu katika makafiri kwa sampuli zao zote, wanafiq, al-almaniyun, wapagani wale ambao wanakwenda mbio kuitenganisha dini na utawala, kwamba dini ya Uislamu ni misikitini tu, haihusiani na kuwaongoza watu katika nyumba zao na katika serikali zao. Almaniyun, na wanajitia kwamba hawana upande wanaoegemea kidini. Wapagani wakubwa hawa, mufsidun. Kadhalika kuwajibu wale almustashriqun, watu ambao wamejifunza taaluma mbalimbali za Kiislamu kwa lengo la kuchimba na kuudhuru Uislamu. Watu wote hawa wanafanya juhudi za makusudi, kwa kasi kubwa, na wanapoteza muda mrefu, wanatumia rasilimali nyingi, rasilimali za kipesa, rasilimali watu, na kila ambalo wanamiliki kuhakikisha kwamba wanaupaka matope Uislamu na wanaudhihirisha Uislamu kwa watu kwa isiyokuwa sura yake, waudhihirisha Uislamu kwa watu katika sura mbaya ya kutisha. Hii ni kazi inafanywa na maadui wa Kiislamu. Kuzungumza mada hii kuna kuwajibu na kuwakwamisha, kwa sababu wanaupotosha Uislamu, wanauzungumza ndivyo sivyo. Na katika wakati tunaoishi hivi sasa, hali imekuwa mbaya zaidi, kwa kuwa njia za kimawasiliano zimekuwa rahisi. Mtu yuko mbali kabisa, Amerika huko,
anaweza akafikisha fikra yake chafu hapa Pongwe katika muda mfupi sana kupitia mitandao hii. Na huku kuna uchafu mkubwa, pana watu wanaozungumza Uislamu hali ya kuwa wanakusudia kuuharibu, na wengine wanatumika bila ya kujua kwamba wanauvunja Uislamu na makafiri. Kwa hivyo wakazungumza mengi ya uongo wakiunasibishia Uislamu. Hamwasikii nyinyi watu katika umma za kufuru wakisema kwamba Uislamu ni dini ya ukatili, dini isiyo na rahma, mafundisho yake ni magumu, yamejaa ukandamizaji, hayachungi haki za binadamu. Tatizo ni hii dini ilivyokaa mkao wake, kiasi ambacho wanatamani lau wachakachue ile mitaala ya dini ya Kiislamu. Hamyasikii haya? Hamyasikii wakizungumza Uislamu umewakandamiza wanawake, umewapokonya haki zao, umewanyima uhuru wao. Mwanamke amekuwa kama sanduku tu, amefungwa tu, hana uhuru. Wanazungumza hayo wakitolea mifano ya mambo kadha wa kadha na mengi mabaya, mambo ya kimuamala. Uislamu ni dini ambayo haijafungua njia za miamala, kila njia ameifunga. Riba utaambiwa haramu, kamari haramu, ukienda huku muamala huu unahishi, yani watu wabakia mafakiri tu, kila kitu haramu. Yanazungumzwa haya kwa lugha za kushawishi na za kiufundi katika kuwaaminisha watu kwamba Uislamu ni dini mbaya. Tukiyazungumza haya mazuri ya Kiislamu yanavyotakiwa, watakwama watu hawa. Wallahu a'lam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahabatihi alkiram ajma'in wa ba'd. Ndugu zangu Waislamu, nukta ya pili katika mazungumzo yetu haya, baada ya kuyaona haya yaliyotangulia ya kuzitaja sababu ambazo zimetupelekea kuyazungumza haya na kuzifafanua kidogo kwa watu ili waelewe umuhimu wa hichi ambacho tunakizungumza sisi. Jambo nyingine ni at-taqdim baina yaday al-mawdu'. Liko jambo la msingi ambalo lazima tulitangulize katika kuyazungumza haya mazuri ya Uislamu. Si lingine ni kuwafahamisha Waislamu makanatu ad-din al-islami, nafasi iliyonayo dini ya Kiislamu. Ayuha an-nas ibadallah, innal muslimin المتمسكين بالإسلام الخالص علما وعملا يستيقنون أن السبيل الوحيد الذي ينال به رضا الرب وتتحقق به مصالح العباد وتجتمع به للسالكين سعادة الدنيا والآخرة والحياة الطيبة في العاجلة والآجلة هو الإسلام الحق. Maneno haya yamezungumzwa na baadhi ya wanawachuoni wakionyesha nafasi ya dini ya Kiislamu. Kwa hakika hasa Waislamu ambao wameshikamana na dini yao ya Kiislamu hasa kwa ilmu na amal, ilman wa amala, kwa ilmu na kwa amal, wanaofuata Uislamu wakiwa na elimu juu ya mafunzo ya Kiislamu, lakini ni wafanyiaji kazi wa mafunzo hayo. Waislamu hawa walivyo yastaiqinun, ni watu wenye yaqini, hawana shaka, anna sabila alwahida, kwa njia pekee ambayo kwa njia hiyo mtu atapata radhi za Allah, kadhalik kwa njia hiyo yanapatikana maslahi kwa waja, kwa viumbe, kadhalika kwa njia hiyo inapatikana kwa wale wenye kuipita saada, utukufu katika dunia na akhira, bal wal hayatu at-tayyiba, na kwa njia hiyo unapatikana uhai ulio mzuri, maisha mazuri fil ajila wal ajila, hapa duniani na akhira. Waislamu hawa wanaamini kwamba hakuna njia nyingine isipokuwa ni Uislamu. Wanaamini kwamba njia hiyo ni al-islamu al-haq, alladhi, Uislamu ambayo la yakbalu Allahu min ahadin siwa,
uislamu ambao Allah subhanahu wa ta'ala hatokubali kwa yeyote dini yoyote isipokuwa huo uislamu. Yakulu Allah tabaraka wa ta'ala kwenye ayati ambazo mwazijua, inna ad-dina 'inda Allahi al-islam, hakika hasa dini ya haki mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni uislamu. Bal qala Allah subhanahu wa ta'ala kwenye aya nyingine katika sura hii Al-Imran, waman yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin, na yeyote ambaye atautaka usiokuwa uislamu kuufanya kama ni dini, hatokubaliwa. Hilo litakataliwa. Kuja na ukafiri wako na upagani wako na ukristo wako litakataliwa hilo. Bali si hilo tu, atakuwa mtu huyo huko akhira ni katika waliokula hasara. Walaysa hadha fahasb, si hili tu kwamba uislamu pekee ndiyo dini ya haki na yule ambaye atakuja na usiokuwa uislamu hakubaliwi na atakuwa amekula hasara. Naam, lakini si hili peke yake, bal inna al-islama huwa dinu jamii al-anbiya wa rusul wa atba'ihim. Mfahamu kwamba uislamu pekee ndiyo dini ya manabii wote na mitume wote na wale wafuasi wao, atba'ul anbiya wote dini yao ni uislamu. Qala awwalur rusul, amesema mtume wa kwanza ila bani adam, aliyetumwa kwa wana wa Adam kuwalingania tauhid, Nuh alayhi salam. Ana maneno mengi akiwaambia watu wake, lakini katika ambayo aliwaambia akawaambia, fa in tawallaytum fama sa'altukum min ajrin in ajriya illa ala Allah wa umirtu an akuna min almuslimin. Surah Yunus. Fa in tawallaytum, enyi watu wakaidi, lau mkikengeuka mkayakataa haya ambayo ninawalingania kuwaita katika tauhid, mumpokesha Allah, muache shirkiyat, mkikengeuka mkayakataa haya, fama sa'altukum min ajrin, basi mimi sijapatapo kuwaulizeni kuwaombeni ujira wowote, si ujira mkubwa wala mdogo kabisa. In ajriya illa ala Allah, hayakuwa malipo yangu isipokuwa ni kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nuh alayhi salam awaambia watu wake, ujira wangu kwa ulinganizi huu wa dini na upata kwa Allah, si kwenu. Wa umirtu an akuna min almuslimin, na nimeamrishwa mimi niwe ni katika waislamu. Nuh alayhi salam awwalur rusul ila ahli al-ard. bali qala khalilullah Ibrahim alayhi salam wa ibnuhu Ismail, rabbana waj'alna muslimayn lak wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak. Al-ayat. Nabiyullah Ibrahim na mwanae Nabiyullah Ismail walikuwa wakiomba dua, wakimwomba Allah subhanahu wa ta'ala, wakisema, Mola wetu, ya Allah, tujalie wawili sisi kuwa ni waislamu tuliyenyenyekea kwako. Kadhalika kwenye kizazi chetu, kwenye familia zetu na watoto wetu, wajalie wawe ni umma wa Kiislamu ulionyenyekea kwako. Bali Ibrahim ana maneno mengi kuhusiana na Uislamu, ameyanukuu Allah subhanahu wa ta'ala kwenye Qur'an, wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya inna Allah astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Akatoa wasia Ibrahim akiwahusia watoto wake, kadhalika Nabiyullah Yaqub akiwahusia watoto wake, ya baniya, enyi wanangu, inna Allah astafa lakum ad-din, Allah subhanahu wa ta'ala amewachagulia nyinyi dini Uislamu, msife isipokuwa mmekufa hali ya kuwa ni waislamu. Bali Musa alayhi salam, Nabiyullah Musa wa kalimullah, yaqulu liqaumihi fa in kuntum amantum billah fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin. Ikiwa ni kweli nyinyi wana wa Israeli mmemwamini Allah subhanahu wa ta'ala, basi mtegemeeni yeye katika madhila haya ya Firaun, ikiwa kweli nyinyi ni waislamu. Musa alayhi salam. Bal qala Allah subhanahu wa ta'ala لنبيه عيسى عليه السلام
Allah amemzungumzia mtume wake Isa alayhi salam, wanamuita Yesu, baada ya kuona ukaidi wa makafiri Banu Israili, namna walivyokuwa wakimkadhibisha na kumkejeli na kumpangia njama Nabiiullah Isa alayhi salam. Qala Allah falamma ahassa Isa minhum al-kufr qala man ansari ila Allah qala al-hawariyuna nahnu ansaru Allah amanna billah washhad bi anna muslimun. Isa alayhi salam alipohisi ukaidi wa kutaka ukafiri kwa Banu Israili, na sio hisia tu za kudhani, alhisu huna bimaana alyaqin, tayaqan, aliyakinisha kwamba hawa wamekuwa wakaidi, hawataki dini. Qala man ansari ila Allah, Nabiiullah Isa anasema ni nani atakuwa mtetezi wangu kwenye kulingania dini hii ya Allah? Qala alhawariyun, wakasema wanafunzi wa Isa alayhi salam, nahnu ansarullah, sisi ndio watetezi wa Allah subhanahu wa ta'ala wa dini yake. Amanna billah, wanafunzi wa Isa hao tumemwamini Allah subhanahu wa ta'ala, washhad bi anna muslimun, shuhudia kwamba sisi ni waislamu. Bali hata wale waliolinganiwa na manabii wakaufahamu Uislamu, na kabla ya hapo walikuwa ni makafiri wenye mamlaka, waliukubali Uislamu haraka haraka. Malikatu Saba, malkia wa nchi ya Saba, Bilqis, aliutangaza Uislamu alana. Rabbi inni dhalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaymana lillahi rabbil alamin. Ya Allah, mimi nimeidhulumu nafsi yangu kwa muda mrefu nikisimamia ukafiri, tukiliabudia jua pasi na Allah subhanahu wa ta'ala, lakini sasa nimesilimu pamoja na Suleiman lillahi rabbil alamin. Hakadha din, huu ndio Uislamu, dinul anbiya war rusul. Hatukubuni Uislamu, hatujaunda dini hii. Dinu abaina wa ajdadina min al-anbiya was-salihin, ni dini ya babu zetu, baba zetu katika manabii wa Allah na wema waliotangulia. Tukoje sisi katika huu Uislamu? Tunafahamu nafasi ya Uislamu kwetu? Wallahi hatufahamu. Na mukaddima huu ni muhimu, hatufahamu. Watu wanauchezea Uislamu. Hamuwaoni baadhi ya watu wenye ukijinasibu na Uislamu wanaritad, wakauacha Uislamu kwa sababu za kimaslahi tu. Wangapi wameritadishwa wakawa makafiri kwa sababu ya elimu za kidunia? Makafiri wamemdhamini kusoma akaingia huko huko. Wangapi wameritadishwa kwa sababu ya misaada ya kijamii tu, vyakula, nguo, tiba, wakaritad, wakauacha Uislamu, wakawa ni katika makafiri. Wengi katika Waislamu ambao ni jahala, ma yaarifuna haqaiqa hadha ad-din, hawajui ukweli wa dini hii, huchezewa, wakashawishiwa kwa vitu duni thamani, wakaritad, na wallahi wakasimama mbele katika kupiga vita Uislamu. Wangapi humu wanaukiuka Uislamu wao na kukubali ukafiri kwa sababu za kishirikina, kwa kuwa wanaahidiwa na washirikina na mashayatini kwenye vilinge vya washirikina, wapiga madogori kwamba ukikubali kadha wa kadha utapata utajiri, utapata vyeo. Wangapi wanaokufuru Uislamu wakati masharti ya waganga wa kienyeji, masharti magumu. Wengine wakaambiwa waue wazazi wao, wengine wakaambiwa waikufuru Qur'ani, wainajisi Qur'ani, wawafanye watoto wao mandondocha ili wapate kupata. Wangapi wanauacha Uislamu wakihitari ukafiri kwa sababu ya maslahi ya kilimwengu, mali na vyeo. Hali ni mbaya. Sisi ambao Allah ametupa basira na dini yetu, tuishike dini yetu, tuwalinganie wengine wajue thamani ya Uislamu. Uislamu una nafasi kubwa, na sina muda wa kuzitoa adila ambazo zaashiria nafasi ya Uislamu. Kwa hivyo ndugu zangu, huu ni utangulizi tumeutoka katika khutba ya leo. Insha Allah taala alkhutab alqadima biidhnillah, khutba ambazo zitafuatia, tutataja sasa yale mazuri ambayo Uislamu umekuja nayo, alafu muyapime, muyasikilize kwa makini na dalili zake
alafu tupigie mifano hai katika mazingira yetu na maisha yetu, muone namna Uislamu ulivyokuwa mzuri. Alafu hapa mtawabaini wale warongo ambao wanausemea urongo Uislamu, wanauchafua Uislamu. Mtawabaini kwamba Uislamu uko mbali na haya ambayo wanayasema. Lakini pia mtawashangaa wale waislamu ambao ni la ilaha illa wa la ilaha illa, wasioeleweka, wamekaa 50-50, wakati wowote anaachia dini yake kwa maslahi tu. Pia mtayashangaa majitu haya, ni majitu ya vipi kweli yajitambua haya? Midude ambayo inacheza na hii dini, mtaishangaa namna walivyokuwa wajinga, walivyopoteza mwelekeo. Haya yatakuja sasa katika hutuba zinazofuatia, na mimi nimeandika mambo zaidi ya 15 katika mahasin din, ambayo ni mambo ya jumla. Ndani yake vinaingia vitu vingi na mifano mingi. Allah subhanahu wa ta'ala anipe tawfik na uwezo wa kuyasema haya kwa Waislamu katika hutuba ambazo zinafuatia. Aqulu qawli hadha wa billahi tawfiq wa jazakumullahu khaira. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.